بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله اليوم بعد بسم الله الرحمن الرحيم nitaongelea kuhusu musimu muhimu kwa Waislamu. Najua dini yetu dini adhim, dini yenye kila khair. Hii dini inatujalia musimu. Hizi musimu kama vile Mwenyezi Mungu anatujalia chance ya kuishi maisha mazuri na kufanya mambo mema ya kumkaribia kwake mwenye Taala na kuomba msamaha na kurudi nyuma na kurudi nyuma na kuacha madhambi na kuomba tauba. Amejalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala musimu. Kwanza imekuja Ramadhani kwa musimu wa khair, ukaisha Ramadhani ikaja Hajj musimu wa khair, katika Hajj imekuja Arafa kwa musimu wa khair. Kutoka hapo umeingia sasa huu mwezi unaitwa Muharram. Yaani sasa umeingia mwaka mpya na mwaka uliopita umepita, sasa umeanza mwaka upya. Sasa mwaka mpya na mwezi wa kwanza Kiarabu unaitwa Muharram. Waswahili wanauita mfungo 4. Huu mwezi katika miezi ambayo fiha hurum, yani kama qala Allah Ta'ala inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Yani miezi minne hii miezi ya haram. Yani ايش حرام؟ ruhusiwi kula, kupigana wala kuua wala kufanya madhambi makubwa yote. Miezi hii hauruhusiwi. Miezi hii minne ni upi? Ni Rajab katika mwezi wa Shahr al-Haram, Rajab na Dhulqa'da na Dhulhijja na huu mwezi wa Muharram. Ramadhani unajulikana idhan Dhulqa'da ni huwa mfungo pili na mfungo 3 na mfungo 4. Hii miezi hii haitakiwi kufanya madhambi makubwa wala kuua, yani wala mambo mengi nakataza. Hata katika kabla Uislamu walikuwa Waarabu wanaziheshimu hizi miezi, hawafanyi hata ukiwa na vita. Ikifika hii miezi hawapigani. Hasa mwezi ni mwezi muhimu sana kwa Waislamu, ni mwanzo wa mwaka. Na huu mwezi anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam afdal as-siyam ba'da Ramadan shahr Allah Muharram. Yani siyam nzuri na njema na ahsan baada ya Ramadan siyam ya huu mwezi wa mfungo 4. Na sala afdal as-sala baada ya kusali salati faridha ambayo imefaridhisha zile faridha 5. kitu gani sala ahsan baada ya faridha? Ni huwa salati al-layl, usiku, yani kuamka usiku kusali salati ya usiku. Idhan siyam bora sana baada ya Ramadhan ni huu mwezi huu mfungo 4. Na sala baada ya kusali sala 5, ipi sala ziko sunna nyingi? Unasali witr, unasali duha, unasali, lakini ambaye sala nzuri zaidi ili huwa salati ya kusali usiku. طب huu mwezi mfungo 4, huu mwezi adhim. Huu mwezi alimwamjalia Mwenyezi Mungu Musa alayhi salam na watu wake Bani Israil wamepona kwenye adhabu ya nani? Ya Firaun. Yani Musa alipokuwa Misri akawa na toka mdogo, kisa chake inshallah tutakuja kukiongelea. Akaleleka kwenye nyumba ya Firaun mpaka akawa rasul. Kutoka hapo akawa adui wa Firaun, anataka kumuua. Ikatoka amri kwamba Musa aondoke Misri aelekea Palestina. Sasa kutoka Misri kwenda Palestina iko bahari ili huwa Red Sea. Sasa wakati Musa anatoka na watu wake usiku wametoka na watu Bani Israil wote karibu walikuwa umma wengi sana. Sasa wanakimbia kwa sababu walikuwa Firaun anawatesa.
anawatesa watu wa Musa alayhi salam, wanateswa ile mbaya, wanafanywa watumwa, wake zao wanafanyishwa matumizi manyumbani, wanawake nyumbani, yani ilikuwa hawana maisha mazuri. Ndio Mwenyezi Mungu akaamua wahame, waondoke pale Misri waende Palestina. Sasa wakati wanakwenda, wanaondoka, wanafika hapo baharini, mbele yao iko bahari na nyuma yao yuko nani? Firauna anawafuata na wanajeshi wake na kundi lake na askari wake, naye katoka kumfuata nani? Musa alayhi salam. Akaja Mwenyezi Mungu akampa amri Musa apige fimbo, akapiga fimbo, bahari ikagawanyika, ikawa nchi kavu, wakapita wote Musa alayhi salam na Harun alayhi salam na watu wote wale Bani Israeli, wote watoto wa Israeli wale wakapita. Anamaliza kupita wale watoto wa Israeli, anakuja Firaun, ndo anafika naye anafika. Kwanza wakati kabla walipofika baharini, anasema inna lamudrakun, خلاص sisi tushashikwa, mbele yetu bahari, nyuma yetu Firaun. Musa akasema kalla inna ma'i rabbi sayahdin, la min abadan, hatujashikwa. Alikuwa anaamini kwamba Mwenyezi Mungu atamnusuru, hakujua kama itakuwa vipi yani, lakini Mwenyezi Mungu anaamini uhakika ataninusuru. Ndio ikaja amri, akaambiwa pige fimbo, akapiga fimbo, bahari ikatenguka, bahari ikawa kama njia kavu, akapita Musa na watu wake wote. Sasa anakuja kuingia Firauni na watu wake, Mwenyezi Mungu anamwambia bahari, anaitoa amri kwamba bahari ifanye nini? Irudi kama ilivyo. Sasa siku hii ambayo Mwenyezi Mungu kamkomboa Musa, akaanza kufunga Musa alayhi salam, akafunga kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyomuondolea, ya neema aliyompa kumnusuru na kumuondolea adhabu za Firaun, na kumjalia amepona kwenye mateso yale ya Firaun na watu wake walikuwa kimtesa Bani Israeli. Akafunga Musa alayhi salam shukran lillah, na wakafunga baada yake Bani Israeli shukran lillah. طيب, kwa hadha hii hadithi inaonekana kwamba huu mwezi ambao mwezi mtukufu, achana kwamba na iko siyamu hiyo yom Ashura, ambaye siku ambaye ameamrisha Allah, alimuokoa Allah. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam kwenye huu mwezi قال في الحديث كان صوم محرم أفضل الصيام من أجل أنه أول سنة مستأنفة. يعني kwa nini mwezi huu siyamu yake nzuri kama anavyosema Qurtubi? Kwa sababu mwanzo wa mwaka, na huu siyamu Rasul kama alivyosema, kwanza anasema baada ya shahr Ramadhani, shahri gani anatakiwa kufunga? Huu mwezi unatakiwa kufunga, yani kiasi cha uwezo wake. Fa ukifunga, na aslan siyam kama alivyosema afdal ibada siyam, kama في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يعني حديث nasema yuko peponi mlango unaitwa Rayyan. Mlango huu hawaingii ila ambao wanafunga. Adhahir inavyoonekana hii, yani wanafunga sana, wafungaji sana yani. Ikija Arafa wamefunga, ikija Ramadhani wamefunga, ikija Shawwal wamefunga, ikija Ashura wamefunga, Alhamisi na Jumaa wamefunga, Jumaa tarehe 13 na 14 na 15 wanafunga. Yani wanakuwa wanafunga sana. Hawa watu يوم القيامة Allah ataita kwenye huo mlango, utafunguliwa huo mlango unaitwa Rayyan. Afa anauliza wako wapi wale wafungaji? Anasema watasimama wafungaji. Wakishasimama wafungaji, wanaambiwa yala ingieni, wanaingia peponi kwenye huo mlango. Maana mlango wa peponi iko 8. Huo mlango mmoja unaitwa Rayyan. Huo mlango wa Rayyan hawaingii ile wafungaji. Wakishaingia kwenye huo mlango unafungwa, haingii mwingine. Hata kama unaswali sana, unatoa sadaka sana, madamu hukuwa watu ambao wanafunga sana, huingii kwenye mlango. Mlango hasa wa nani?
ambao wanafunga. Na hadithi nyingine anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani ukifunga, maana yake kwa Kiswahili kwamba ukifunga siku moja fi sabilillah, Mwenyezi Mungu anakuepusha uso wako na moto miaka 70. Yani uso wako unakuwa mbali sana na jahannam kwa muda wa miaka 70 ukiwa unafunga siku moja. Basi unataka thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Na huu mwezi ndani unafaa sana kufanya hizi ibada za kufunga. طيب tuje tuongelee kuhusu يوم Ashura. Kama nilivyosema, hii Ashura siku ambayo Mwenyezi Mungu alimponyesha Musa alayhi salam na watu wake kwa Firaun. Kama qala Allah ta'ala, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala Musa kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nilivyosema kama toka mwanzo, akapiga bahari akavuka Musa alayhi salam. Alipofika Rasul sallallahu alaihi wasallam, aslan alipofunga Musa, wakawa Waarabu wanafunga, Quraish pia walikuwa wakifunga, na Rasul sallallahu alaihi wasallam alifunga. Lakini alipofika Madina akawakuta Mayahudi wanafunga. Rasul alipofika Madina akawakuta Mayahudi wanafunga. Akamwambia, mnafunga nini? Akasema sisi tunafunga Ashura, yani يوم Ashura bimaana يوم tarehe 10. Ashura yani 10 tarehe 10 mwezi huu Muharram, mfungo 4, tarehe 10 mfungo 4. Sema sisi tunafunga kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu alimponyesha Musa na Bani Israil kwenye mateso ya Firauna. Alimponyesha Musa alimuokoa Musa kwenye alikuwa akifuata na Firauna. Rasul akasema sisi bora kufunga kuliko nyinyi. Ndio akaamrisha na sisi tufanye nini? Tufunge kama maadamu Musa kafunga, na sisi Waislamu na Musa Muislam tufunge, na sisi pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amemponyesha Musa kwenye hii adhabu ya Firaun. طيب هذا الصيام يوم عاشوراء natakiwa ufunge vipi? Hii siyamu inatakiwa ufunge tarehe 9 na tarehe 10 na tarehe 11. Kama akasema maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, anasema nikiishi mwakani nitabadilisha, yani nitafunga 9. Walikuwa Mayahudi wanafunga 10, yeye akasema mimi nitafunga 9. Kasema Rasul sallallahu alaihi wasallam bi maana ya hadithi kwamba msifunge kama wanavyofunga Mayahudi, lazima sisi tuwe tofauti na wao, yani tufanye kinyume chao. Wao wanafunga siku ya tarehe 10, kasema sisi tufunge ya 10, 9 na 10, au 10 na 11, au 9 na 10 na 11. Maka ziko hadithi zinasema la asumanna 9 au la asumanna 9, وفي حديث inasema kwamba nitafunga 9 و 10. يعني كما الرسول صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن من التاسع، لأصومن التاسع، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني nikiishi mpaka mwakani nitafunga 9. Na iko hadithi nasema kwamba ametuamrisha tufunge siku kabla au siku baada. Siku kabla ya tarehe 10 tufunge kabla, na au tufunge tarehe 10 na siku ya baada. Hii hadithi. Na iko hadithi nasema ufunge 10 siku يوما قبله ويوما بعده. يعني بس tofauti كلمه au na wao. Mathalan akisema au, yani akisema nimefungeni 9 au 10 au 9, yani maana yake ufunge 9 na 10 au 10 na 11. Au lakini akisema wa 9 na 10 kwa Kiarabu wao sio inaitwa, Kiswahili itakuwa na, yani 9 na 10 na 11. Idhan siyam يوم Ashura hasab alhadith unaweza ukafunga siku 2, unaweza ukachagua. Muhimu siku ile ya Ashura ufunge, na ufunge kabla yake kwa siku, au ufunge يوم 10 na ufunge يوم 11 ufunge siku 2. يعني ufunge siku 2 vipi? Ukitaka funga 9 wa Ashura, 9 wa 10, au funga
10 و11, 10, 10 na 11. Umenielewa? Yani ufunge tarehe 9 na 10 au 10 na 11, unakuwa unafunga siku 2. Au ufunge siku 3, 9 na 10 na 11. Zote hizi warid fil hadith. Kwa sababu tusifunge kama Mayahudi. Maana Mayahudi wa Bani Israeli wanafunga wao siku moja tu. Tawi ikiwa Muislamu hawezi kufunga ila siku moja, inshallah ma fi shay. Lakini as-sunna wal afdal inaka ufunge, usifunge sawa sana Mayahudi, khalifa al-Yahudi. Wao wanafunga siku moja, sisi tufunge siku 2 au tufunge siku 3. طيب, faida yake nini hii siyam? Kwa nini tunafunga? Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyam yawm Ashura ahtasib ala Allah an yukaffir as-sana allati qablahu. Yani ukifunga yawm Ashura, Mwenyezi Mungu anasema, kaomba Rasul sallallahu alaihi wasallam iwe tusamehewe mwaka uliopita. Mwaka uliopita ule uliopita kazi umekwisha, leo tarehe mwezi mpya, ule mwaka jana uliopita, wote mwaka ule wote. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukifunga Ashura unasamehewa ule mwaka mzima, dhambi za mwaka mzima wote unasamehewa kwa kufunga yom Ashura, siku 2 hizo au siku 3 au siku moja hiyo. Ukifunga unasamehewa madhambi ya mwaka mzima. Kama vile Arafa ukifunga unasamehewa mwaka uliopita na mwaka uliofuata unaokuja, madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka unaokuja. Na ukifunga Ashura unasamehewa, ukifunga Ashura unasamehewa dhambi ya mwaka uliopita. طيب, يوم عاشوراء اولا في فضله yake كمان iko ثواب عظيم كما alivyosema sallallahu alayhi wasallam, afdal الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله محرم. na Ashura iko katika Muharram. يوم عاشوراء كمان yani watu ambao wenye imani, wenye kumpenda Mwenyezi Mungu, wenye kupenda dini yao, wanajua kwamba hii siku Mwenyezi Mungu kawanusuru watu wake wema kama vile Musa alayhi salam, na wameshindwa wale maadui yake kama yule Firaun. Na hii siku ya Ashura kufunga, yani inakuwa unafanya mashindano, na nafsi yako, mashindano na wenzio, mnafunga, mnafanya khair. Maki kufunga khairi sana, unasamehewa miaka madhambi sana, unaingia peponi, Mwenyezi Mungu anakuwa na yuko radhi na wewe ukifunga hii siku. Halafu pia kama kufunga hii siku 9 na 10 na 11 pia ina faida nyingine. Faida gani? Saa nyingine mwezi unaingia, watu wengine wanasema umeingia leo, wengine wanaweza kusema umeingia jana, au inaweza kuwa watu wanakuwa wanatia shaka, umeingia tarehe ngapi? Umeingia Jumanne au Jumatano mwezi, au umeingia siku ngapi? Umeingia tarehe ngapi mwezi mpya Muharram, yani umeingia lini? Saa nyingine unakuwa hauna uhakika, au hawakuona mwezi, au kwa hiyo kufunga hizi siku 3 inakuwa afadhali, utaipata ile siku ambayo inatakiwa kufunga. Mmenielewa? Yani ukifunga hii siku 3, kama vile mfano sisi tunasema kesho, mathalan kesho ndio tarehe 9, pengine inaweza kuwa kesho tarehe 10 kwa kufunga, au kesho tarehe 8 kwa kufunga huu mwezi, inakuwa kama vile umefanya yani ihtiyati, pengine mwezi umeingia sawa, mwingine mwezi ukuingia sawa. Lakini Waislamu wanafuatilia sana mambo ya mwezi, inshallah hakuna makosa ya mwezi. Na pia kama kufunga mwezi ni kwamba unakuwa tofauti na Mayahudi ambao walikuwa wanafunga siku moja, shukran lillah. Sisi tunafunga siku 3 au siku 2 au siku moja. Sasa huu mwezi adhim, yawm Ashura yawm adhim. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wanaofunga, watu wanaokubalia, watu wanaotenda mema. Ikiwa nimefanya khair kwa min Allah, ikiwa nimekosea kwangu na kwa shaytan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.